Kwa ushauri wangu mimi mdogo, ningeomba kwa mwaka huu uchaguzi kama tungeusitisha ili tuendelee kwanza kwenye muafaka wa taifa kwanza. Kwa kifupi ni kwamba kwa mimi kwa uelewa wangu mdogo juu ya masuala ya kisheria na katiba ni kwamba kwanza tunaambiwa kwamba kila raia ana haki ya kuishi ndani ya nchi yake, tena popote ndani ya nchi yake. Sawa? Yeye anachagua yeye mwenyewe kwamba kakae mkoa gani. Hili ni nchi yake. Kwa hiyo yupo huru kuishi. Na ukija kwamba yeye kama tulivyopata taarifa kwamba ana makosa, tena kosa lake ni kubwa, ni la uhaini. Kwa sasa unakaposema kwamba unampa uhuru lakini unamtoa, je, wananchi wamepata kuelewa makosa ya huyo mtu? Sawa? Kwamba tumemtoa tu. Je, unamtoa tu bila kuwaelezea wananchi kwamba alifanya kosa fulani na kweli alikuwa katika ni kweli alifanya ili kosa na kosa lilikuwa ni kosa kweli, kwa sababu hukumu ya uhaini katika nchi yetu ni kwamba anatakiwa anyongwe atakapopatikana na hatia. Je, amekumbwa na hatia au hajakumbwa na hatia? Ndio attention ambayo ipo kwa raia. Na pia swala la kwamba wewe unataka umpe ile hali ya kumpa uhuru lakini untoe ndani ya nchi yake. Hakuna mtu ambaye anapenda kuishi uhamishoni, hata mmoja. Ukiona unaishi uhamishoni, ina maana kwamba kuna kitu kizito sana kimekukumba ndani ya nchi yako, lakini bado nchi yako unafanyaje? Unaipenda, kwa sababu uzalendo automatically sio tu kuzaliwa. Uzalendo huko ndani ya moyo ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo kuishi nje ya nchi, kwa sababu kila nchi ina mipaka yake. Mimi nchi yangu nimeshaizoea. Nimezaliwa Tanzania, nimekulia Tanzania na ninapenda kuishi Tanzania na kuparticipate na shughuli tofauti za kijamii juu ya nchi yangu. Napenda kuiona nchi yangu ikifika mbali, ikiendelea na ikitajwa katika mataifa ambayo ni endelevu. Sawa? Kwa sasa utakaposema mimi leo hii unanitoa naenda kunipeleka huko, hali ya kuwa sijajua je nilikutwa na hatia au sijakutwa na hatia. Hilo moja. Alafu jingine ni kwamba kwa nini nipewe uhuru wa kuhamishwa? Nisipewe uhuru wa kuishi ndani ya nchi yangu na popote ninapoamua mimi kujisikia kuishi. Hapa ina maana kuna tatizo. Ina maana kwamba mimi sipaswi kuwepo ndani ya nchi yangu. Ina maana ninaondolewa ile haki ya kuishi ndani ya nchi yangu. Ina maana mimi tena sio Mtanzania. Sawa? Hiyo sio haki. Haki ni kwamba asomewe mashtaka, ionekane kweli amekosea wapi, na kama hajakosea basi aachiwe huru aishi ndani ya nchi yake. Haya, hawa leo huyu hapa tutampangia hivyo. Je, wale ambao tunasema kwamba wanatekwa au tunatekwa, raia tunaotekwa, kama ikifikia huku kwamba je tunatekwa, hatuna makosa, tunatekwa, sawa, kwa sababu haijulikani makosa yetu, tunatekwa, aidha baada ya kutekwa wengine wanauawa, wengine wanarudishwa wakiwa hawajitambui kabisa. Sawa? Kwamba je na wao au ili raia awe huru, asitekwe na asishi ndani ya nchi yake, tunamaanisha kwamba jibu sahihi ni kwamba tuhame ndani ya nchi. Ibaki tu serikali kama serikali kimantiki. Kwa sasa, kwa sababu unaweza kukuta kwamba huyu anelilia au huyu anayezungumza kwamba bana watu tusiteke, tunataka sheria ziwekwe chini, serikali isimame imara, simame kidete na haya matukio, itoe matamko, itoe ushahidi, watafute hawa watu kinguvu, ikiwezekana wapigwe kama tunavyopigwa sisi ambao tunaokwenda, raia wenzetu ambao wanaokwenda huko mahakamani kusikiliza hizi kesi za Tundu Lissu na mazingira mengine. Kwa hiyo Tundu Lissu ni Mtanzania, asomewe mashtaka yake kwa ushahidi ambao ni fasaha, sawa, na apewe hukumu yake kama amestahili. Kama labda tumeona kwamba amefanya kosa na kweli amekosea, apewe hiyo hukumu, wa Tanzania wasikie, sawa, na kama hajakosea aachiwe huru, aishi huru ndani ya nchi yake. Ni Mtanzania mwenzetu na kila mmoja anamsikiliza yeye kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu. Leo unapotaka kumtoa naenda kumpeleka, basi na sisi tuhame kwenye nchi ili tuwe huru, na sisi hatuhitaji kutekwa, na sisi hatuhitaji kuyaona ambayo tunayoyaona kwenye hii nchi. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sijaona kama ameachiwa huru. Kuachiwa huru kwa mtu ni kwamba awe huru kwenye nchi yake. In short, kwa inavyoonekana, maana sijazungumza kwamba uchaguzi au kampeni za CCM, nimezungumza kampeni nzima. Ina maana nikisema kampeni zote namaanisha kwamba ni kampeni za taifa, na hizi zinazinduliwa na political parties, tunamaanisha kwamba ni all parties ambao wameparticipate kwenye huo uchaguzi watazindua nani zao, kampeni zao, na wataanzisha kampeni ndani ya taifa. Sawa? Kwa hiyo hapa nimemaanisha kampeni zote, sio CCM, sio Chadema,
na maanisha wale ambao wameparticipate, kwa sababu Chadema hawaja participate mwaka huu, wamejiondoa kwa sababu wanahitaji reforms, sawa. Kuna ST Wazalendo, kuna Chauma, sawa. Kwa hiyo na vyama vingine ambavyo ni vya kisiasa ambavyo vimeruhusiwa kufanya siasa kwenye nchi yetu, hawana nguvu. Kifupi, hakuna nguvu yoyote, sawa. Ina maana kwamba inapofikia hatua kwamba leo kuna kesi ya Tundu Lissu, kila Mtanzania anakuwa attention kusikiliza nini kinachoendelea mahakamani juu ya mheshimiwa Tundu Lissu, sawa. Je, amehukumiwa au hajahukumiwa, na kwa nini hajahukumiwa mpaka sasa hivi? Amekutwa na hatia au hajakutwa na hatia? Tatizo ni nini? Kwa ina maana kwamba hata kama itakuwa ni siku ya uchaguzi zikawa zimekutana, hiyo siku itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu sidhani kama raia wa Tanzania waliokuwa wengi wataenda kupiga kura hiyo siku, kama itajitokeza hiyo hali ambayo unayoizungumza. Wengi watakuwa wanahitaji kutambua kinachoendelea juu ya mheshimiwa Tundu Lissu. Aisoya. Kikubwa zaidi, kwanza niseme, ingawa kwamba time bado haijatutupa, sawa, kwenye hayo masuala ambayo umezungumza, kwa sababu ni maamuzi tu ya serikali, kama dakika 10-20 wanaweza kupangilia mambo na yakaenda vizuri. Kwa ushauri wangu mimi, fasi ni kwamba ni kuwasikiliza raia nini wanataka, raia waliokuwa wengi ni nini wanataka, kwa sababu nchi ya kidemokrasia tunasema ni wengi wape. Kwa hiyo sasa serikali ilitakiwa kusikiliza raia nini wanahitaji, alafu baada ya hapo tujue mustakabali mzima wa taifa utakuwa vipi, sawa. Kwa upande wa kesi ya Tundu Lissu, siwezi kuzungumza sana na kutoa ushauri juu ya hii kesi, sawa, kwa sababu niseme ni mambo ya kisheria, na ukiangalia hatujasoma kwenye masuala ya sheria jinsi yalivyo. Lakini kama ingekuwa labda tunahitaji uchaguzi ule ambao tunaohitaji wengi, hatukutakiwa Tundu Lissu kumkamata, sawa, na hatukutakiwa Tundu Lissu kumuonesha ishara yoyote. Tulitakiwa kukaa naye chini before, tangu pale walipoonyesha kwamba hawakutaka kushiriki kwenye swala zima la uchaguzi, wakitoa na sababu zao. Zile sababu tulitakiwa kuconduct na zile sababu, alafu tukakaa nao chini na tukaweza kuwasikiliza raia. Je, hizi sababu zinazotolewa na wenzetu, je, ziko sahihi, na je tunadili nazo, sawa? Na kama zimechukua sura nzima ya taifa hizi sababu, basi tunatakiwa tuziweke chini, alafu baadaye tuje tupate majibu ambayo ni ya kueleweka kwa taifa zima, alafu ndo tunaingia kwenye swala zima la nini, la uchaguzi. Kwa hiyo kama ingekuwa kwa ushauri wangu mimi mdogo, ningeomba kwa mwaka huu uchaguzi kama tungeusitisha, ili tuendelee kwanza kwenye muafaka wa taifa kwanza. Tupate muafaka wa taifa, kwa sababu tunahitaji taifa lenye amani, tunahitaji taifa lenye mshikamano, sawa? Kwa sababu wengi wameshaonekana kuwa hawatamani. Sasa utaona kwenye comment nyingi sana, kama rais anazungumza au leo ukiambiwa mwana CCM amefariki, nenda kajaribu kuangalia matusi yanayowatoka raia. Ni kwamba mtu anamtakia heri ya kifo mtu aliyekufa, mwana CCM yoyote. Akisikia diwani amefariki lakini ni wa chama cha CCM, amefariki mbunge labda alikuwa anagombea ubunge wa chama cha CCM, kila mmoja anamtakia heri ya kifo, na mwingine utaona kabisa kwenye comment mtu ana comment anauliza, kweli amekufa au mnaongopa? Vipi? Mwangalieni vizuri, inawezekana akakimbia huyo. Kwa hiyo sasa hivi vitu na maana kwamba taifa linaenda sehemu mbaya. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kusikiliza raia. Tungepata yani hata kama ndio tusema kwamba taifa letu lina katiba, sawa, katiba yake kwamba ikishafika miaka 5, ikishafika muda wa uchaguzi, lazima uchaguzi ufenyeje, upite sahihi. Lakini sasa tumeshavunja sheria ngapi za katiba kwa vitu ambavyo ni vya manufaa ya watu binafsi na sio vya taifa. Kwa hiyo ipo nafasi kumbe ya kuvunja ile swala sehemu ya katiba, sawa, tukaweza kusikiliza wananchi, sawa. Kwa hiyo kwamba ipo nafasi, kama tunapata nafasi ya kuvunja sehemu ya pati ya katiba tukajinufaisha, sawa,
basi pia ipo nafasi naamini ya kuistopisha katiba kwenye kile kipengele cha uchaguzi. Ukifika muda wa uchaguzi, sawa, lazima uchaguliwe. Ipo nafasi pia ya kuweza kukandamiza nafsi zetu, tukasikilizana na tukapata majibu ambayo tunayoyaona kwamba yatakuwa yenye muafaka sahihi kwa hatima ya taifa, kwa minasabu kwamba au kwa minajili ya kuwa kwamba tulishaona ipo nafasi ambazo zinavunjwa za kikatiba, sawa, kwa manufaa ya baadhi ya watu. Kwa sasa haya manufaa ya wachache yawekwe kwanza pembeni, tutake sasa manufaa ya taifa. Kwa hiyo tunakandamiza nafsi, tunaacha kile kipengele, tunaenda kutengeneza mfumo ambao utakuwa na manufaa kwa taifa zima, ambao wananchi wanauhitaji kwa sasa hivi kulingana na wakati tulio nao. Kwa hiyo muda haujatutupa mkono, bado ipo nafasi ya kufanya haya yote ili kupata suluhisho sahihi la taifa, kwa sababu tuliko kwa sasa hivi inaonekana wazi kwamba taifa lipo kwenye mgogoro na msuguano mkubwa kati ya serikali na wananchi. Serikali inahitaji ifanye uchaguzi, lakini wananchi wanaonesha bado hawako tayari kufanya uchaguzi mwaka huu, bali wanachohitaji wao yafanyike marekebisho